Mheshimiwa Ali Hussein Rai, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi wa benki ya CRDB. Mheshimiwa Dr. Charles Kimei, mkurugenzi mtendaji wa benki ya CRDB. Mheshimiwa mstahiki meya wa jiji la Dodoma, mkurugenzi mkuu wa LIPF, waheshimiwa viongozi mbalimbali mlioko hapa, wakurugenzi wa CRDB, wafanyakazi wa LPF, viongozi wa vyama vya siasa walioko hapa, natambua kuwepo mwenyekiti wa CCM wa mkoa wa Dodoma, waheshimiwa waalikwa wote, mabibi na mabwana. Nianze kwanza kabisa kwa kuwashukuru viongozi wa CRDB na viongozi wa Wizara ya Fedha na viongozi wa mkoa wa Dodoma kwa kunikaribisha nije nishiriki nanyi katika shughuli hii muhimu ya ufunguaji wa tawi la CRDB kubwa katika mkoa wa Dodoma. Ninawashukuru sana. Nataka niwahakikishie mimi nimekuwa mteja mzuri wa CRDB. Tangu nikiwa chuo kikuu miaka ya nyuma kidogo, nimekuwa na akaunti zangu katika matawi ya CRDB. Kwa hiyo kila mahali ninapoenda mimi ni mteja wenu. Kwa hiyo nilijisikia raha nilipoona mmenikaribisha nije nishiriki na ninyi, mimi mwenzenu, kwa ajili ya shughuli hii. Ninafahamu katika uteja huo nimeshawasumbua sana mameneja wa CRDB tangu enzi zile, na mmekuwa saa nyingine mnaniwezesha katika kukopa, lakini nataka kuhakikishia mimi ni mkopaji mzuri kwa sababu huwa namaliza madeni. Kama mnavyofahamu, hapa Dodoma ndiyo makao makuu ya nchi, na ni hivi karibuni tu tumefanya maamuzi makubwa ya kuhakikisha kwamba serikali yote inahamia hapa Dodoma. Ninavyowaambia, mpaka sasa hivi waziri mkuu ameshahamia hapa, mawaziri wameshahamia hapa, makatibu wakuu wameshahamia hapa na wakurugenzi, na ndani ya mwaka huu, na nafikiri tarehe 15, ndani ya siku mbili, makamu wa rais atahamia hapa, na mimi mwaka kesho ninahamia hapa. Sasa nitawaona hao watakaobaki huko Dar es Salaam. Kwa hiyo nataka kuhakikishia mzee Marechera, hapa tumekuja na hapa ndiyo makao makuu. Ni lazima tutimize ndoto ya baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyeitoa miaka ya 73 kwamba makao makuu yatakuwa Dodoma. Waheshimiwa viongozi na wageni waalikwa, sekta ya benki ni muhimu sana katika maendeleo ya nchi yoyote. Ni muhimu kwanza kwa ukuzaji wa uchumi, lakini sekta ya benki inatoa mchango mkubwa katika pato la taifa. Mathalani kwenye mwaka 2014 sekta hii ilichangia kwa 3.4% ya pato la taifa, na kwenye mwaka 2015 na 16 sekta hii ilichangia kwa 3.6%. Aidha, benki zinachangia ukuaji wa uchumi kupitia ulipaji wa kodi kwa serikali. Hivi punde mmekuwa mkimsikiliza mkurugenzi mtendaji wa CRDB Dr. Kimei akisema kuwa katika kipindi cha miaka 10 iliyopita benki yake imelipa kodi zaidi ya shilingi bilioni 800 na hivyo kuiwezesha kushinda tuzo ya kuwa mlipaji kodi bora mara kadhaa. Hongereni sana CRDB. Lakini hongera za pekee nakupa wewe Dr. Kimei, umejitahidi sana kwa kweli, mnyongeni, lakini umejitahidi. Hongera sana Dr. Kwa sababu wakati unaingia ukitoka BOT, CRDB haikuwa na matawi mengi hivi. Leo kuna matawi mengi ambayo umeanzisha. Hii ni nguvu zako, nguvu za bodi pamoja na watendaji ulionao.
Nasema kwa dhati bila unafiki, hongereni sana. Lakini mbali na hilo, sekta ya benki ni muhimu katika kupiga vita umaskini. Benki zinashiriki kupiga vita umaskini kwanza kwa kupitia mikopo inayotoa kwa wananchi, hususan wafanyabiashara na wajasiriamali wadogo wadogo kama vile wamachinga na mamalishe. Lakini pili, inachangia kupunguza umaskini kwa namna inavyoshiriki katika kukuza sekta nyingine. Kama mnavyofahamu, sekta ya benki ni muhimu kwa maendeleo na ukuaji karibu sekta nyingine zote, iwe viwanda, kilimo, uvuvi, ufugaji, ujenzi, biashara, usafirishaji, na kwa hata sekta ya huduma kama afya, elimu, maji na kadhalika. Inategemea sana sekta hii ya kibenki. Vile vile benki ikitoa mkopo, kwa mfano kwa mtaji wa kujenga kiwanda, kupitia mkopo huo wananchi watapata ajira wakati wa ujenzi na baada ya kiwanda kukamilika. Lakini fikiria pia benki ikitoa mkopo kwa ajili ya ujenzi wa barabara. Wakati wa ujenzi barabara hiyo wananchi watapata ajira, lakini pia ikikamilika itapunguza gharama na usafiri kwa wananchi na hivyo kusaidia kupunguza umaskini. Hayo ndiyo yamekuwa majukumu ya benki. Lakini sambamba na hayo, sekta ya benki ni muhimu kwa vile inatoa ajira ya moja kwa moja. Mathalani, nimeambiwa kuwa benki hii imetoa ajira kwa Watanzania zaidi ya 3,200. Lakini pia sekta ya benki ni muhimu kwa vile inawasaidia wananchi kutunza amana, yani fedha kwa usalama, na wakati wowote wakihitaji wanapewa. Tena kwa siku hizi, kutokana na maendeleo ya sayansi na teknolojia, hata ukihitaji fedha zako usiku wa manane unazipata kwa njia ya ATMs. Kwa hiyo nawapongeza sana mabenki. Ndugu waheshimiwa viongozi, kwa kuzingatia hayo yote, ni dhahiri kuwa sekta ya benki ni muhimu kwa maendeleo ya taifa lolote. Na kwa sababu hiyo, inatia moyo kuona kuwa kwa takriban miongo mitatu iliyopita, sekta ya benki imezidi kuimarika hapa nchini. Mathalani, mwaka 1990 nchi yetu ilikuwa na benki 3 tu, lakini kwa sasa nchi yetu ina zaidi ya benki 58. Na jambo la kufurahisha zaidi ni kwamba miongoni mwa benki zinazofanya vizuri ni pamoja na benki ya CRDB ambayo kwa takriban 81% zinamilikiwa na Watanzania, 45% watu binafsi, 21% serikali, na mifuko ya pensheni na 15% kama mlivyozungumza. Ninawapongeza sana. Hivi punde mkurugenzi mtendaji Dr. Kimei ameeleza mafanikio ya benki hii. Baadhi ya mafanikio aliyoyataja ni kuongezeka kwa rasilimali zake kutoka thamani ya shilingi bilioni 54 hadi kufikia shilingi trilioni 5.5, kupanua wigo wa benki kutoka matawi 19 hadi matawi 260, ukiachilia mbali ATMs 600 ilizonazo, mawakala 3,000 wa SACCOS shirikishi 455 na matawi ya kutembea 21. Benki pia imetoa mikopo yenye thamani ya shilingi trilioni 3.5, ambapo shilingi trilioni 1 zimekwenda kwenye sekta 2 za kilimo na viwanda. Aidha, kama nilivyosema awali, benki imelipa kodi shilingi bilioni 800 na kutoa ajira ya watu 3,200 kwa Watanzania. Vile vile mwaka huu, baada ya kubanana kidogo, hatimaye wametoa gawio la shilingi bilioni 19 kwa serikali. Nasema tulibanana kidogo kwa sababu tulikula kazi kuzipata. Hili nalo lazima niliseme ukweli. Hili lazima niliseme ukweli, kwa sababu nalo nisipolisema ukweli napo nitakuwa sisemi ukweli. Tulibanana kweli, tukasema hizi asilimia zetu mbona zinataka kupotea? Nikasema hapana, ni lazima fedha
za serikali zipatikane, kwa sababu hii benki historically ilikuwa benki ya serikali. Lakini namshukuru sana Dr. Kimei kwa kulifuatilia na bodi. Ni matumaini yangu mtaendelea kutupa gawio letu kila mwaka. Hivyo basi napenda kutumia fursa hii kwa dhati kabisa kutoa pongezi nyingi sana kwa benki hii kwa kazi kubwa inazofanya kwa ajili ya kukuza uchumi wa nchi yetu, lakini pia kupiga vita umaskini. Hongereni sana CRDB. Hili la kuzipata ninyi mnajua, Mchaga haachii hela hivi hivi. Kama mtakavyokumbuka ndugu zangu, benki hii kihistoria ilikuwa ikimilikiwa kwa 100% na serikali. Wakati huo ikijulikana kama Tanzania Rural Development Bank. Mwaka 1996 ndipo ilipobinafsishwa ili kuongeza ufanisi wake. Kwa mfano mzuri unaoonyeshwa na benki hii, ni dhahiri kuwa kama mashirika na taasisi zote zilizobinafsishwa zingefanya kazi kama benki hii ya CRDB, nchi yetu ingekuwa imepiga hatua kubwa kimaendeleo. Lakini mashirika na viwanda vingi vilivyobinafsishwa hivi sasa havifanyi kazi, vimepotea. Kwa hiyo kama kuna mahali pa kujivunia kwamba tulibinafsisha na shirika hilo bado lipo, ni CRDB. Mmetoa mfano. Waheshimiwa viongozi na wageni waalikwa, mabibi na mabwana, jukumu langu leo ni kufungua benki hii. Hata hivyo, kabla sijatekeleza jukumu hilo, ninayo masuala machache ya kueleza. Swala la kwanza kabisa ni malalamiko kuhusu kupungua kwa kasi ya ukuaji wa mikopo kwa sekta binafsi. Serikali kupitia Benki Kuu imeanza kuchukua hatua mbalimbali za kulishughulikia. Mathalani, mwezi Aprili mwaka huu tuliamua kupunguza kiwango cha kisheria cha sehemu ya amana inayotakiwa kuwekwa Benki Kuu na benki za biashara kutoka 10% hadi 8%. Lakini sambamba na hilo, tumeshusha riba ya Benki Kuu, discount rate, mara 2 kutoka 16% hadi 12 mwezi Machi 2017, na mwezi Agosti tukashusha tena hadi 9%. Pamoja na hayo, tumetoa mikopo maalum kwa benki za biashara, na hali kadhalika Benki Kuu inanunua fedha za kigeni kwenye soko la jumla la benki ili kuongeza ukwasi wa shilingi kwenye uchumi. Hatua nyingine tulizochukua ni kuendeleza mazingira ya biashara na uwekezaji ili kuongeza chachu katika shughuli za uchumi. Kutokana na hatua hizi, nimeambiwa kuwa hali ya ukwasi imeanza kuimarika na kusaidia kupunguza riba katika soko la fedha baina ya benki, yani IBCM rate, kutoka 13.69 mwezi Disemba 2016 hadi 3.29 mwezi Novemba 2017. Aidha, riba katika soko la dhamana ya serikali zimepungua kutoka wastani wa 15.12 mwezi Disemba 2016 hadi 8.76 mwezi Novemba 2017. Kwa matokeo haya, tuna matumaini makubwa kuwa kasi ya ukuaji wa mikopo kwa sekta binafsi utazidi kuimarika katika siku za hivi karibuni. Swala jingine ambalo ningependa kuzungumzia ni kuhusu benki kushiriki kwenye shughuli za maendeleo. Kama nilivyosema hapo awali, sekta ya benki ni muhimu kwenye sekta zote, ikiwemo viwanda na kilimo. Hivyo basi, napenda kutoa wito kwa benki zote nchini kuangalia namna ya kutenga fedha nyingi za mikopo kwenye sekta hizi mbili. Kama mnavyofahamu, nchi yetu kwa sasa imedhamiria kujenga uchumi wa viwanda. Ni miongoni mwa viwanda tunavyolenga kuvijenga ni vile vinavyotumia zaidi malighafi za hapa nchini, hususan mazao ya kilimo. Hivyo basi, naviomba benki kuunga mkono dhamira hiyo ya serikali. Nimefurahi kusikia kuwa CRDB mmekuwa mkitenga 15% kwa ajili ya sekta ya viwanda, na mwakani mmepanga kuongeza hadi kufikia 20%, sawa na shilingi bilioni 700. Hongereni sana CRDB. Naziomba benki zingine ziige mfano huu.
Napenda pia kuzungumzia kidogo swala la benki kupanua wigo wa mtandao wenu. Ni kweli kwa idadi ya benki imeongezeka hapa nchini. Zimefika benki 58. Lakini kwa bahati mbaya benki nyingi zipo Dar es Salaam na kwenye baadhi ya miji mikuu ya mikoa na wilaya. Mathalani, kwa taarifa nilizonazo, mwaka 2015 asilimia 36.3 ya matawi yote ya benki yalikuwa Dar es Salaam. Asilimia 7.1 yalikuwa Arusha. Asilimia 6.5 yalikuwa Mwanza. Asilimia 5.4 yako Mbeya na asilimia 4.6 yako Moshi. Ni benki chache tu ndizo zina matawi kwenye vijijini. Hivyo natoa wito kwenu kusambaza huduma zenu hadi vijijini ambapo Watanzania wengi wanaishi. Na ninaposema kusambaza huduma hadi vijijini, simaanishi kwamba lazima mjenge majengo. Kinachomaanisha ni kwenu ninyi kubuni njia mbalimbali za kufikisha huduma za kibenki kwa wananchi waliopo vijijini, ikiwemo kuanzisha matawi mengi zaidi ya kutembea na kuingia ubia na mawakala, yani bank agents, kuanzisha benki za njia za mtandao, sim banking, internet banking na kadhalika, kama ambavyo ninyi CRDB mumeanza kufanya. Ninawashukuru sana. Nina imani mkiweza kufikisha huduma zenu hadi vijijini, sio tu mtawasaidia wananchi kupata huduma za kibenki, bali pia mtawaongezea benki nchini ukwasi wa kutosha. Kwa mujibu wa taarifa za Benki Kuu ya Tanzania ya mwaka 2015, ukwasi wa benki zote nchini mwaka 2014 ulikuwa una thamani ya shilingi trilioni 22.5. Kiasi hiki bado ni kidogo sana ukilinganisha na mahitaji makubwa ya fedha, hasa mikopo yaliyopo hapa nchini. Mathalani, mpango wetu wa taifa wa maendeleo wa miaka 5 ambao tumeanza kutekeleza katika mwaka wa fedha wa 2016-17 unahitaji kiasi cha shilingi trilioni 107. Hivyo nawahimiza kusambaza huduma zenu kwenye maeneo ya vijijini ili muweze kuongeza ukwasi katika benki zenu. Aidha, nawakaribisha wawekezaji wengine kuja kuwekeza kwenye sekta hii ya benki hapa nchini. Jambo lingine ambalo ningependa kuzungumzia ni kuhusu tatizo la riba za mikopo kuendelea kuwa juu. Riba za mikopo hapa nchini bado zipo juu. Natambua kuwa tatizo hili linasababishwa na mambo mengi, ikiwepo kutokuwepo kwa taarifa za kutosha kwa wakopaji, wasiwasi wa benki kutolipwa na wakopaji, na hivyo hivyo kuongeza gharama za ufuatiliaji na kadhalika. Pamoja na matatizo haya, serikali imechukua hatua mbalimbali ambazo binafsi nilidhani zingeweza kushusha kiwango cha riba nchini ili kuwezesha wananchi hususan wa kipato cha chini kuchukua mikopo. Mojawapo ya hatua hizo ni kuanzisha mfumo wa kuhifadhi taarifa za wakopaji ambao inawezesha benki zote kuwatambua wakopaji na kuweza kuchukua tahadhari stahiki, ili pasitokee mtu amekopa hapa, mwingine amekopa pale, mwingine amekopa pale, mwingine ameweka dhamana jengo moja linawekewa dhamana kwenye mabenki tofauti. Hili ni lazima mabenki mliangalie, na linaweza likawa mchango mzuri wa kupunguza riba kwa wakopaji. Aidha, tuendelee kutoa, sisi kama serikali tutaendelea kutoa vitambulisho vya taifa ambavyo kwa sasa vina taarifa nyingi. Hivyo basi naziomba benki kuanza kupunguza viwango vya kodi. Aidha, nahimiza Benki Kuu kukamilisha zoezi la kutangaza sera ya riba, policy rate, ambayo itazifanya taasisi za kifedha kuwa na riba zinazowiana na sera hiyo. Vile vile napenda kutumia fursa hii kuwahimiza wananchi kuwa na utamaduni wa kurejesha mikopo. Dawa ya deni ni kulipa, na niombe mahakama za biashara kuharakisha kesi zinazohusiana na madeni ya mikopo, kwa sababu saa nyingine wakopaji wanapopelekwa mahakamani wanatumia hizo vifedha zao na kuanza kuchelewesha maamuzi. Niombe mtu anapopelekwa na amekopa, na kama anatakiwa kuuzwa jengo lake au kufilisiwa, hakimu nachelewesha nini? Toa amri tu hiyo wakauze watu kusudi hela iendelee kubaki kwenye benki na benki zisije zikakosa mtaji wa kuwakopesha watu wengine. Lakini pia
ningependa nitoe wito kwa mabenki yote pamoja na BOT, mliangalie swala la dollarization. Haiwezekani nchi ikawa na currency mbili au tatu au zaidi zinazotumika, zinaharibu uchumi. Haiwezi kafika mtu ukiwa na dola unakwenda kununua dukani, ukiwa na pound unaenda unanunua chochote, ukiwa na nini mpaka hata hela za huo si utaratibu wa kiuchumi. Na hili ni kuombe waziri, benki, BOT na mabenki yote mulisimamie kikamilifu. Na hata bureau de change, ukienda South Africa huwezi ukanunua kwa fedha ya dola. Tanzania huku chochote ukiwa nacho utanunua. This is bad economy. Ninaomba msimame hilo. Na baya zaidi, haya pia yamekuwa yakifanywa na BOT. Gavana huko hapa, mnapotangaza tenda zenu hata za wafagiaji mnawalipa kwa dola. Nilizuia contract moja ambayo mlikuwa mmeipanga. Sasa haiwezekani ninyi BOT ambao ndio mnasimamia fedha, ninyi hao mnakuwa watumiaji wabaya wa kucontrol fedha za nchi. Hili lazima muende nalo na mlibadilishe haraka, na hili msije mkawa ninyi chanzo cha kuharibu uchumi wa nchi yetu. Ninajua mmenielewa, nilizungumza na nilirudia leo mara ya mwisho, likitokea msije mkanilaumu. Sambamba na hayo, ni lazima tuangalie na tuchukue hatua kikamilifu kwenye bureau de change zetu. Tuweke utaratibu unaoeleweka. Ninapozungumza tu sasa hivi nimepata taarifa zaidi ya bilioni 1 dola zimeshikwa airport. Nasema uongo? Zilikuwa zinaingizwa Tanzania na hujui zilikuwa zinaenda wapi. Ni kwa sababu Tanzania pameshaonekana ni kichaka cha fedha za kigeni, na inawezekana ikawa hata money laundering inaweza ikawa inafanyika. Lakini pia Benki Kuu, muanze kusimamia vizuri hizi benki mnazozifungua hapa. Mliwahi kufungua benki moja ambayo ilionekana makao makuu yake yako Tanzania, lakini fedha zilizokuwa zimewekwa Tanzania ni less than 10%. Zile zingine zilikuwa zimewekwa kwenye nchi ambapo kuna mambo ya ajabu yanafanyika. Na mlifungua, mlikuwepo wasomi wa BOT, kuna PhD zaidi ya 14, kuna 17 anazungumza Dr. pale. Lakini mkaruhusu mambo ya kipumbavu na ya kishenzi kufanyika. Paka ile benki ilipofungiwa Marekani, na wao ndio wakatambua kwamba hii benki ni ajabu. Sasa vitu kama hivi vinatia aibu. Na ndio maana natumia maneno makali ya kipumbavu na kishenzi ili kusudi ya wapate vizuri. Nikizungumza maneno ya kisiasa hawatayapata vizuri. Wapate maneno ambayo hawakuyazoea kuyapata, ili kusudi wajifunze. Kila benki lazima tosha kwa ajili ya kukiwa na nyongo humu kwenye sekta ya benki. Watusaidie katika mabenki ambayo hayafisite kuyafunga, iwe benki ya wanaume, iwe benki ya wanawake, iwe benki haina siasa. Na mimi haya mambo tuliomba fedha kutoka hilo hapa, hizo nazo ziende zenyewe. Hivi hatujawapa mkopo wa kubeba hivyo kama mabenki mengine hivyo. Asiyeshindwa kushindana tano ambazo zinafanya kazi vizuri, critical reasons. WT wamenisikia, wana CCM wenzangu. Sambamba na hayo, kama mnavyo, nilikunyaji mapato kwa njia ya kielektroniki. Niliagiza benki zijiunge na mfumo huo kwa kukusanya mapato ya njia ya electronics. Sifahamu kama CRDB mmeshajiunga. Na nakumbuka kamishna wa TRA aliahidi kuwa hadi mwezi Disemba makampuni yote ya benki na simu
yatakuwa yamejiunga. Hivi sasa tupo katikati ya mwezi Disemba, lakini kwa taarifa nilizonazo ni benki chache tu ndizo tayari zimejiunga na mfumo huu. Benki nyingi pamoja na baadhi ya makampuni ya simu bado hazijajiunga na mfumo huu. Napenda kurudia tena kwa mabenki na kampuni zote za simu zinazotaka kufanya biashara Tanzania zihakikishe zinajiunga na mfumo huo kabla ya mwaka huu kuisha. Kwa kampuni za simu au benki itakayoshindwa kutekeleza agizo hili, taratibu husika zifanyike. Ikiwezekana makampuni au benki hizo zifungiwe kufanya kazi nchini. Ni lazima tujue business zinavyofanya kazi, na huo ndio utaratibu wa nchi zingine zote duniani zilizoendelea. Sisi hatuwezi tukakwepa. Ninyi mmeshajiunga? Safi sana. Ninyi hongera sana. Sasa kwa vile CRDB imeshajiunga na leo najifungulia tawi hapa, ole wao mabenki mengine. Utashindwa kitu gani? Nilikuwa nazungumza kwa wasiwasi kwamba hata labda CRDB nayo imo. Sasa kama imeshajiunga, mudiri na hao wengine haraka haraka. CRDB oye! CRDB oye! Jambo la mwisho ambalo ningependa kulisema ni kutoa wito kwa Watanzania wote kutumia huduma za kibenki, hususani kwa kufungua akaunti za benki. Mbali na usalama, inasaidia mtu kupanga matumizi yake vizuri na unakuwa huwezi kutumia fedha ovyo. Nitoe wito kwa wananchi wa Dodoma, watani zangu, mfungue nanyi muwe na utamaduni wa kuweka fedha zenu, hata zile mnazoomba watani zangu muwe mnaziweka kwenye matawi haya, zitazaa. Na najua watani zangu Wagogo ni watani zangu, kwa hiyo ni lazima nitoe wito huu ili wasaidie, kwa sababu wengi ni wafugaji wa ng'ombe, na nina uhakika wakitumia nafasi hii ya benki itasaidia. Lakini benki, imarisheni mifumo yenu ya usalama ili kuhakikisha vitendo vya wizi kwa njia ya mtandao na kuwafukuza hata haraka baadhi ya watumishi wenu ambao sio waaminifu. Ndugu zangu viongozi, napenda kuhitimisha hotuba yangu kwa kushukuru tena uongozi wa CRDB kunikaribisha na kwa zawadi ya hundi ya kiasi cha shilingi milioni 100. Japo mmenikabidhi hapa, mimi hii si yangu. Nataka na mimi nimkabidhi hadharani Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ikajenge wodi ya wagonjwa kwenye hospitali ya Dodoma. Na ile wodi nitakuja niikague. Ole wenu hii shilingi milioni 100 ipotee hivi. Iko wapi? Namkabidhi kabisa mwenyewe hapa. Kwa sababu Dodoma pameshakuwa makao makuu, lazima tuongeze wodi ambavyo hata sisi wafanyakazi wa CRDB siku nyingine tutatibiwa pale. Imeshapotea nini hiyo cheki? Basi ngoja tuisubiri itakapokuja nije niikabidhi na mimi. Inakuja. Nataka niikabidhi ili kusudi mjue kabisa kwamba mimi naondoka hapa sina hela. Kwa sababu nikiondoka naye nasema Magufuli kaondoka na milioni 100 kahongwa, na mimi namkabidhi hapa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa. Kwa hiyo hii fedha ikatumike kujenga wodi. Inaweza ikawa ya kina baba, ya kina mama, au ya jumla, au ya watoto. Mradi siku moja nikija hapa nije ni cheki hiyo wodi, na nitawaomba viongozi wa CRDB na uongozi wa mkoa wakashiriki kuifungua hiyo wodi.
kwa ajili ya heshima ya CRDB, na ile wodi itaitwa CRDB wodi. Kwa hiyo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa na viongozi wa mkoa, kahakikisheni hii wodi inakamilika haraka. Ndugu zangu, nimezungumza mengi, lakini ukweli haya yote nilikuwa nazungumza kwa heshima kubwa ya CRDB, kwa kazi nzuri mnazofanya. Kazi zinafanyika, na ndio maana nimekubali kuja kushiriki nanyi katika siku hii muhimu. Lakini napenda niwapongeze sana LAPF kwa kujenga jengo zuri namna hii. Kwa hiyo ndugu Sanga, umefanya kazi nzuri, na waziri mhusika Jenista Mhagama wa wizara hiyo, ninawapongeza sana. Jengo hili ni zuri na linapendeza. Nitoe wito kwa CRDB, kwa vile mmekuwa mkitoa hela za watu na mimi mmenipa leo shilingi milioni 100 na makao yenu yako Dar es Salaam. Sasa muangalie utaratibu wa kujenga makao makuu ya CRDB hapa Dodoma. Itasaidia pia kuitangaza CRDB vizuri, kwa sababu kila mtakapokuwa na hoja mtakuwa mnatuona haraka, kwa sababu serikali imehamia hapa. Ndugu zangu, baada ya kusema haya, napenda tena kuwashukuru sana wakurugenzi, mwenyekiti, viongozi wa CRDB kwa kunikaribisha hapa. Endeleeni kuchapa kazi. Serikali iko pamoja na ninyi, inatambua kazi zenu nzuri. Msivunjike na moyo. Endeleeni kujua kwamba serikali iko pamoja na ninyi, na hasa mlivyoanza na kutoa dividend hivi, na inawezekana mwaka huu ikawa zaidi ya bilioni 19. Ninyi tutaendelea kuwashika mikono yote miwili. Baada ya kusema haya, Mungu ibariki CRDB, Mungu zibariki benki zote nchini, Mungu wabariki wana Dodoma, Mungu ibariki Tanzania. Asanteni sana, na sasa niko tayari kwenda kufungua tawi hili la CRDB hapa Dodoma. Asanteni sana wana CRDB, na asanteni sana kwa nyimbo nzuri. Tunawashukuru sana.